Unaenda kanisani lini? Wale wanaomwamini Mungu lazima wajue siku ya ibada. Je, tunapaswa kumwabudu Mungu siku gani? Kuhusu siku ya ibada, Biblia inatuambia kwamba ni siku ya saba, Sabato. Katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 imeandikwa, Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya saba ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Mungu aliamuru siku ya saba kuwa Sabato na kusema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kama amri ya 4 ya amri 10. Kwa nini Mungu alituambia ikumbuke siku ya Sabato uitakase? Kutoka sura ya 31 mstari wa 13 unasema, Ninyi ni lazima mzishike Sabato zangu. Hii itakuwa ni ishara kati yangu na ninyi kwa ajili ya vizazi vijavyo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana niwafanyaye ninyi watakatifu. Ni kwa sababu Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Je, siku gani ya juma ndiyo siku ya saba Sabato? Hebu tujue Sabato ya siku ya saba ni siku gani kupitia vyanzo mbalimbali. Kwanza, tutafute kwenye kalenda. Kalenda inaonyesha kwamba siku ya kwanza ni Jumapili na siku ya saba ni Jumamosi. Kwenye kalenda, siku ya saba ni Jumamosi, sio Jumapili. Pili, tuangalie kamusi. Jumapili inafafanuliwa kama siku ya kwanza ya juma. Vipi kuhusu Jumamosi? Inafafanuliwa kama siku ya saba ya juma. Kamusi pia inathibitisha kwamba siku ya saba ni Jumamosi, sio Jumapili. Tatu, tuangalie kitabu cha Kikristo Imani ya Baba Zetu kilichochapishwa na Kanisa Katoliki linaloshika ibada ya Jumapili. Kwenye ukurasa wa 73 wa Imani ya Baba Zetu, inasomeka hivi: maandiko yatekeleza uadhimishaji wa kidini wa Jumamosi, siku ambayo hatuitakasi kamwe. Kanisa Katoliki linaloshika Jumapili kama siku ya ibada linakubali kwamba siku ya saba, Sabato, ni Jumamosi. Hatimaye, vipi kuhusu ushahidi wa kibiblia? Kulingana na Marko sura ya 16 mstari wa 9 wa Biblia ya Neno, imeandikwa, Sabato ilipomalizika, Yesu alipofufuka alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma ni siku baada ya Sabato. Kwa maneno mengine, Yesu alifufuka siku baada ya Sabato. Kulingana na Marko sura ya 16 mstari wa 9 wa Biblia ya BHN imeandikwa, baada ya siku ya Sabato, Yesu alipofufuka mapema Jumapili. Inamaanisha kwamba Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Kwa kulinganisha mistari hii, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Basi, siku gani ni Sabato, siku kabla ya Jumapili? Ni Jumamosi. Ushahidi mbalimbali unaweka wazi kwamba Sabato ya siku ya saba ni Jumamosi. Yesu na mitume pia walishika siku ya Sabato. Je, tuhakikishe ukweli huu kupitia Biblia? Luka sura ya 4 mstari wa 16 unasema, Yesu akaenda Nazareti alipolelewa, na siku ya Sabato alikwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Yesu aliishika siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Je, inaweza kuitwa desturi kama alishika mara moja au mbili tu? Hapana. Yesu aliweka kielelezo cha kushika Sabato kila juma. Hivyo, Agano Jipya linaandika kuhusu Sabato ambayo Yesu aliishika. Matendo sura ya 17 mstari wa 2 pia unasema, kama desturi yake, Paulo aliingia ndani ya sinagogi na kwa muda wa Sabato 3 akawa anahojiana nao kutoka kwenye maandiko. Mtume Paulo pia aliishika Sabato kama Yesu alivyoweka kielelezo. Sisi pia lazima tuikumbuke siku ya Sabato kwa kuitakasa, tukifuata mfano wa Yesu na mitume. Kwa hiyo, wale wanaomwamini Mungu ni lazima waishike siku ya saba Sabato, siku ya ibada iliyorekodiwa katika Biblia.